done it the best, and that's why he's here with us today. Is it just me? You a mind reader? Am I a mind reader? Because that's exactly what I was going to say. Well, hey, there you go. Wahenga walisema wakati sahihi ni wakati wa Mungu. Hata kama umekata tamaa ya kutimiza ndoto zako, huenda kwa sababu ya changamoto za ugonjwa na kutesa kwa muda mrefu, amini kwamba kama mpango wa Mungu ni wewe kufikia ndoto hiyo unayoitamani, utaifikia. Ukweli wa kauli hii umejidhihirisha kwenye maisha ya mtoto Divajai DJ Daniel mwenye umri wa miaka 13 ambaye anaugua tatizo la saratani ya ubongo na changamoto kwenye uti wa mgongo isiyopona. DJ Daniel, kama utakuwa unafuatilia mitandao ya kijamii, aliteuliwa na Rais Donald Trump kuwa ofisa wa hiari wa idara ya siri ya usalama wa taifa, yani Secret Service nchini Marekani. Na DJ Daniel aliteuliwa na Trump na kukabidhiwa beji maalum na maofisa nchini humo nchini Marekani mbele ya bunge la Marekani, huku ukumbi ukimpigia makofi na kumpongeza kwa hatua hiyo ya uteuzi. Sasa zikiwa zimepita siku takriban 24 toka Trump amfanyie surprise hiyo, mkuu wa polisi yani sheriff wa county ya Polk, Grady Judy, naye amemsurprise JD Daniel na kumfanyia sherehe ambapo amemwapisha kuwa naibu mkuu wa polisi wa hiari wa county ya Polk nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Fox News, DJ Daniel sasa amekula kiapo hicho na ataendelea kupewa mashavu zaidi kwa kuapishwa kama ofisa wa polisi wa hiari katika vituo vya polisi zaidi ya 1000 nchini Marekani, jambo ambalo litamfanya kuvunja rekodi ya Guinness World Record na kutimiza ndoto yake ya kuwa polisi. Kwa mujibu wa ofisi ya sherifu wa county ya Polk, tayari amewafanikisha kuapishwa katika vituo takriban 914 kama ofisa wa hiari wa polisi, ikiwa ni pamoja na kuapishwa na Rais Donald Trump kama wakala wa Secret Service. Licha ya madaktari kumwambia kwamba alikuwa na miezi takriban 5 tu ya kuishi baada ya kupokea ripoti ya uchunguzi kuwa ana saratani ya ubongo mnamo mwaka 2018, DJ Daniels ameishi zaidi ya huo muda na matarajio ya madaktari hao ambao walimfanyia uchunguzi. Katika umri wa miaka 13, DJ Daniel amefanyiwa upasuaji wa ubongo zaidi ya mara 12 na amekuwa akishiriki katika utafiti wa matibabu ambao umeipa familia yake matumaini mapya juu ya maisha ya mtoto wao. Na inuku, nafanya kila kitu sasa ili kujaribu kuufanya ulimwengu kuwa mahali bora na kutumia hadithi yake kumsaidia mtu mwingine, alisema Theodis Daniel ambaye ni baba mzazi wa DJ Daniels. Sijui ni watu wangapi tumegusa kupitia hadithi yetu ambao walikuwa tayari wamekata tamaa. Mapambano yanakuwa magumu zaidi ikiwa unaamini hivyo. Kwa hiyo lazima uendelee kuwa na imani na mtazamo chanya juu ya afya yako, alisema baba yake DJ Daniel, ambaye amesema katu hatothubutu kumkatia tamaa mwanae ambaye anasumbuliwa na maradhi hayo ya saratani. Chumba cha mikutano cha ofisi ya sheriff katika jimbo hilo ama kaunti hiyo ya Polk kilijaa maofisa wa polisi siku ya jana Ijumaa, huku watu wakimshangilia DJ alipokuwa akiingia akiwa amevalia sare ya kijani ya naibu wa sheriff wa kaunti hiyo. Kijana huyo ambaye anatoka jimbo la Texas sasa atakuwa naibu mkuu wa polisi, yani naibu sherifu wa heshima wa kaunti ya Polk kwenye orodha iliyokuwa ya vyeo vya heshima katika jimbo hilo. Jude na DJ walizungumza kwa mzaa wakati wote wa sherehe hiyo iliyofanyika siku ya jana. Nanuku, ukifika miaka 18, rudi hapa, hamia Florida na ufanye kazi kwangu, alisema Jude. Jisajili kupiga kura kwa sababu unajua nitahitaji kura kwa wakati huo, alisema Judy akimueleza mtoto huyo. Hata hivyo, mtoto huyo ambaye alionekana mwenye furaha na bashasha kweli kweli, alimjibu sherifu huyo akimwambia, niamini, ukitaka niseme kitu unachopaswa kufanya ni kuniambia niseme. Mwisho wa kunukuu, amesema mtoto huyo akimjibu sherifu huyo wa jimbo la Polk. DJ na familia yake wataendelea na safari yao katika miezi ijayo, wakitembelea vituo zaidi vya sheria katika majimbo mengine ya taifa hilo. Nitaendelea hadi tanki langu la gesi likauke, na hapo ndipo Mungu atakaponichukua nyumbani, alisema DJ, akimaanisha kuwa atakata tamaa tu ya kuishi pale ambapo Mungu atakapokuwa ameamua kumuondoa duniani kutokana na maradhi hayo ya saratani. Jambo la ajabu ni kwamba kwenye upasuaji wangu wa 11 wa ubongo, Mungu aliniambia
Mimi ni mmoja wa malaika wake na ninafanya kazi yake. Kwenye upasuaji wangu wa 12 alinipa mabawa yangu, lakini akaniambia nitayachukua haya mpaka utakapohitimu shule iitwayo maisha. Hiyo ndiyo kauli ya mwisho ya DJ Daniel alipokuwa akipewa heshima hiyo ya kuwa naibu sherifu wa jimbo la Polk County. Baba yake DJ anasema kuwa mtoto wake tayari ameweka rekodi nyingi, ikiwa ni pamoja na kuwa na idadi kubwa zaidi ya matukio ya kurejesha matumaini ya maisha kwa wagonjwa wa saratani duniani na siku nyingi za heshima zilizotangazwa kwa jina lake. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila update inayojili kuhusiana na mwenendo ama mafanikio ambayo anaendelea kuyapata DJ Daniel, ambaye ni shujaa wa saratani ambaye hadi sasa anapigania maisha yake kutokana na maradhi hayo. Jina langu ni Mgongo Kaitira. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.